Hello, karibu kwenye mwendelezo wa vipindi vyetu. Leo tunaendelea kuainisha aina mbalimbali za biashara ambazo unaweza ukazifanya part time ukiwa unaendelea na masomo, lakini pia kwa wale ambao umeajiriwa unaweza ukazifanya ukiwa umeajiriwa. Lengo ni kwamba uweze kufanya kitu zaidi ya kimoja, uweze kuingiza kipato cha ziada. Kwa wewe ambaye ni mwanafunzi, uweze kuwa na pesa ya kusaidia kujimudu na kujiandaa na maisha baada ya masomo, lakini kwa wewe ambaye ni mfanyakazi, uweza kuwa na kipato cha ziada ili kupunguza maumivu ya kimaisha. Kwa hapa tuna biashara ambazo hazichukui muda mwingi, lakini pia hazihitaji mtaji mkubwa, na unaweza ukazifanya ukiwa unaendelea na ratiba yako ya sasa hivi. Biashara ya kwanza, kwa hizi ni biashara naweza nikaita biashara za rejareja au biashara mchanganyiko. Kwenye video iliyopita tulikuwa tuna focus na biashara nyingi ambazo hazihitaji mtaji, lakini leo tunazungumza na biashara ambazo kimtaji chake ni kidogo na unakimudu. Kwa hivyo biashara ya kwanza, unaweza ukawa unauza nguo za ndani, kwa maana ya nguo za kike pamoja na nguo za kiume. Hii ni moja ya biashara ambayo inatembea sana, kwa sababu watu wana tabia ya kubadilisha hizo nguo kila baada ya kipindi fulani kifupi tu. Kwa hivyo ukiwa unajulikana wewe ni mtu ambaye unakuwa unauza hizo nguo kule ofisini au kule chuoni, kwa wewe ambaye ni mwanafunzi, inakuwa ni rahisi sana wewe kuuza biashara ya nguo za ndani. Hapo nazungumzia nguo zote za ndani. Hakikisha unaanza kufanya hiyo biashara. Biashara ya pili naita urembo. Hapa nazungumzia mambo ya heleni, bracelets, cheni, vikolokolo ambavyo watu wanapenda kuvitumia kwa ajili ya kuhakikisha wanapendeza, hasa wadada. Lakini pia kwa upande wa wanaume wanapenda saa nzuri, wanapenda wallet, mikanda. Hakikisha haukosi hivyo vitu. Usiseme hauoni biashara ya kufanya. Anza kuuza hivyo vitu ofisini, watu watanunua sana. Watu wanapenda sana kubadilisha matumizi ya vitu kama hivyo, na ukizingatia vitu hivyo vinauzwa kwa gharama ambayo ni ndogo. Kwa hivyo kwa wale ambao mko vyuoni, wanafunzi wanaweza kununua vitu vidogo vidogo kama hivyo, lakini pia kwa wale ambao mko makazini, watu wanaweza kubadilisha hivyo vitu kwa haraka na ukaweza kuwa na biashara yenye mzunguko mkubwa. Biashara ya tatu ambayo unaweza ukaifanya ukiwa bado unaendelea na masomo, lakini pia kwa wewe ambaye umeajiriwa, unaweza ukauza perfume. Watu wanapenda sana kunukia, watu wanapenda sana kupendeza. Unaweza ukatengeneza brand yako na unapaki zile perfume za kupima na ukauza kwa bei ambayo ni nzuri. Kwa hivyo ukiwa unauza perfume, itakusaidia wewe kuwa na mzunguko mkubwa sana. Mara nyingi unaona hizi biashara nazokutajia, mara nyingi mtu hafungi safari kutoka nyumbani kwenda kununua perfume au nguo za ndani au heleni. Mara nyingi ananunua kwa sababu amekutana nazo. Kwa hiyo hakikisha unaanza biashara ya perfume. Chagua perfume nzuri, zibrandi vizuri, anza kuwauzia wafanyakazi wenzako, anza kuwauzia wanafunzi wenzako. Utakuwa na perfume zenye bei tofauti ambazo wanafunzi wanazipenda. Utakuwa na perfume ambazo pia bei yake imechangamka kidogo. Utawauzia wafanyakazi wa chuo pamoja na walimu pamoja na watu wengine kwenye jamii. Itakusaidia kuweza kuongeza kipato chako. Biashara ya tatu, unaweza ukauza bites. Unaweza ukauza senene, unaweza ukauza korosho, unaweza ukauza crisps. Siku hizi kuna crisps za ndizi, ni tamu sana jamani. Unaweza ukauza dagaa wa mikango, wananukia na wana viungo. Make sure unafanya jambo pale kwenye hiyo kampuni unayofanya kazi au kwenye hiyo taasisi, wewe ujulikane kama muuza korosho. Kwa hivyo mtu yote anachomoka kwa ofisini, anakuja anachukua korosho zake, anarudi kuendelea na kazi. Haikuchukulii muda wa kazi au muda wa breki au muda wa jioni. Utakuwa unafanya biashara wakati unaendelea na masomo au wakati unaendelea na kazi, pasipo kuathiri ile main activity ambayo unaifanya.
Jambo jingine unaloweza kufanya, unaweza ukauza keki. Siku hizi elimu na mafunzo juu ya upishi na uandaaji wa keki imekuwa inapatikana sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia live classes zipo nyingi. Unaweza ukafanya online au ukatembelea physically ukajifunza namna ya kutengeneza keki. Mjini watu wanasherehekea sana birthdays, kwa hiyo unaweza ukatengeneza keki na ukaweza kuwa na kipato cha ziada. Wengine maofisini unasherehekea sana na unakata keki sana, kwa hivyo unaweza ukawa ni supplier wa keki hata hapo ofisini kwako. Lakini pia kwa mwanachuo, ninajua wanachuo mnapenda sana birthdays. Kwa hivyo ukiwa wewe ni supplier wa keki na unatengeneza keki nzuri kwa gharama nafuu, itakuwa ni rahisi kwako kupata wateja wengi kwenye mazingira yako na ukaweza kupata kipato cha ziada. Lakini pia unaweza ukawa unauza vifaa vya simu pamoja na bando la internet. Kwa wanafunzi pale chuoni, mnapenda sana kutumia earphones, mnapenda vifaa vya simu. Wadada mnapenda sana kubadilisha makava ya simu. Kwa nini hauzi hivi vitu wakati mazingira yako yanakuruhusu na wateja unao? Hakikisha ukosi hivi vitu. Wale ambao mko hostel sasa hivi unaweza ukauza internet. Unanunua internet ile ambayo wanaweza wakatumia watu kadhaa. Kwa hivyo wewe ukishalipia unaweza ukawauzia wenzako. Kwa hiyo uko zako tu hostel pale, watu wanaendelea kutumia internet na unaendelea kuingiza kipato. Acha kukaa kizembe. Biashara nyingine ambayo unaweza ukafanya bila kuathiri masomo yako ni vipodozi. Kwa wafanyakazi pia unaweza kuuza vipodozi. Watu wanapenda sana ngozi zao sasa hivi na wanaspendi pesa nyingi sana kwenye ngozi. Kwa unaweza ukauza jamani, masuala hayo ya ngozi ili watu wapendeze na wanapenda. Haichukui muda mrefu kuweza kuhakikisha unafanya hichi kitu. Ni muda ule ule wa kazi, au ukiwa kwenye foleni, au wakati unakula lunch, unakuwa na page yako una posti na unaweza ukawa unaingiza kipato. Biashara nyingine unaweza kufanya ni biashara ya kuwa agent, yani mtukati. Kwa namna yote ile ambayo unaweza ukatumika kama agent. Unaweza ukawa ni mtu ambaye unaagizwa, kwa mfano wanafunzi wa elimu ya juu, unaweza ukatambulika kwamba mimi ni agent wa kuagizwa mahitaji ya nyumbani. Ninafahamu wamama wengi ambao wako busy na kazi. Kwa hivyo kupata ule muda wa kwenda masokoni, kununua mahitaji ya nyumbani kidogo inakuwa ni changamoto. Kwa wewe ukijitambulisha kama agent, ni simu moja, yuko kazini, nenda kanichukulie list hiyo, nishapiga picha, nimekutumia WhatsApp, umeingia sokoni, umenichukulia nyanya, vitunguu, karoti, hoho, biringanya, umenifanyia delivery. Unarudi chuo, unaendelea na masomo yako, tayari nimesha kulipa pesa ya huduma hiyo. Au unaweza kuamua kuwa agent wa aina yoyote. Unaweza ukaamua kutumia maduka ya Kariakoo na ukawa unapiga picha, unaposti, mtu akikupa order unachukua bidhaa unampelekea, au kuagizwa kama agent wa namna nyingine yoyote ile. Ili mradi wewe ni mtu kati kwa ajili ya kufacilitate mtu kupata huduma au bidhaa ambayo anahitaji. Hii inahitaji muda kidogo tu, na unaweza ukaendelea na masomo au unaweza ukaendelea na kazi huku ukiendelea kufanya biashara. Lakini biashara nyingine unaweza kuuza vitenge. Ukiwa ofisini una vitenge vyako pembeni, watu wanapenda kushona sare huko maofisini kwenye matukio tofauti tofauti. Kwa hivyo wewe unaweza ukatambulika kwamba supplier wa vitenge. Unawauzia vitenge, wanashona, wanapendeza, na wewe unaendelea na kazi, wala haiathiri utendaji wako wa kazi. Unaweza pia ukawa supplier wa mayai. Watu wanapenda kula mayai ya kienyeji. Kisha kazini unakuwa na tray zako. Unaweza ukawa una gari. Make sure unaweza ukawa na tray kadhaa, na watu wakishajua wewe unauza mayai na ni mazuri, trust me, mayai yana soko sana, mayai ya kienyeji, na utauza sana. Kwa make sure unaanza, gari yako isitembee tu ikiwa wazi. Lakini hata kwa wewe mwanachuo, hauwezi kushindwa kubeba tray 2-3 na kuweza kusupply katika mazingira yako ili kuweza kuboost kipato chako. Unaweza ukafanya biashara ya kuuza maziwa. Siku hizi tumepewa elimu sana ya kunywa maziwa. Tunatakiwa tunywe maziwa lita za kutosha. Kwa hivyo make sure unaweza kusupply
maziwa, hapo unaweza kuuza maziwa mtindi au maziwa fresh. Lakini pia unaweza ukatengeneza yogurt, unaweza ukatengeneza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa na ukaweza kujiongezea kipato. Kwa hivyo make sure mahali ulipo unaweza ukapatumia kuongeza kipato chako cha ziada. Unaweza ukauza juisi ya mua, ukaweka station moja sehemu na ukawa unafanya hiyo biashara. Unaweza ukauza popcorn kulingana tu na mazingira ambayo upo. Unaweza ukauza sandals, jambo lolote ambalo ukitazama, kwa sababu unajua kadri tunavyoishi sisi ni watu wa marketing. Hata kama hujasoma marketing, hapo ulipo tayari wewe unauza biashara. Kama huuzi ya kwako, lazima unauza biashara ya mtu mwingine. Ukutana na mtu anakwambia saa yako nzuri, ulinunua wapi? Tayari unamwelekeza, tayari umefanya biashara, lakini umemfanyia mtu mwingine. Umesuka vizuri, umependeza, saluni hiyo inaitwa fulani, tayari wewe unafanya biashara. Yani you are doing marketing kwa ajili ya mtu mwingine pasipo wewe kujua. Hiyo ndio asili ya mwanadamu. Kwa hivyo wakati unaendelea kuwasaidia watu wengine kufanya biashara, hebu basi na wewe kuwa na kitu chako ambacho unafanya ili uweze kuingiza. Ni hatari sana kuwa mtu wa kutoa tu pesa kuliko na ukiwa hauingizi. Kwa hiyo inatakiwa, kwa sababu tunaishi, ni lazima tutoe pesa, lakini lazima tuwe na sisi tunaweza kuingiza ili kuweza kubalance maisha, kwa sababu tunatoa sana. Kwa hivyo inabidi tujitahidi pia zinazokuja upande wetu ziweze kuwepo. Mungu akubariki sana wakati ukichukua hatua ya kuchagua aina ya biashara ambayo unaweza ukaanza ukiwa chuoni. By the moment umemaliza chuo, siku ya graduation, uko excited na una furaha. Hautakuwa miongoni mwa wanafunzi ambao wamemaliza masomo wanaanza kuuza vitu. Unauza TV, unauza magodoro, unauza sabufa ili uweze kurudi kijijini. Wewe ni mwanachuo ambaye umejiandaa kwa sababu ulijua utamaliza chuo, na wakati sasa hivi unaendelea na masomo, umechukua hatua, umeanza biashara. Nimesha kufundisha hapo nyuma namna ya kumanage muda wako wa masomo pamoja na muda wa biashara. Utafaulu vizuri, na ukimaliza chuo huna hofu ya maisha. Mungu akubariki sana. Endelea kunifuatilia, usisahau kusubscribe na kuonyesha kitufe cha kengele kwa ajili ya kuendelea kupata notifications kila tunapoachia video zetu. Mungu akubariki sana. Ninafurahi kuchukua hatua. See you at the top.